Kwa takriban wiki tatu nchi ya Iran imezongwa na maandamano ambayo yameshuhudiwa kwa nyakati tofauti na yakiwa yanapiga hatua kwa kadri siku zilivyokuwa zinazidi kuongezeka kuanzia Desemba mwaka jana. Ni maandamano ambayo yamefanyika kuanzia katika mji mkuu wa Tehran na kusambaa katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo. Kundi kubwa la waandamanaji ni wale ambao wanaipinga serikali ya Iran chini ya kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei, na wakisema kwamba nchi hiyo imeingia katika maisha magumu na ni baada ya sarafu ya Iran kushuka kwa kasi, hali ambayo imeleta tafsiri tofauti kwa wa Iran kulingana na namna ambavyo wanayaona maisha yanavyokuwa na hali hiyo. Lakini maandamano yalivyokuwa yanazidi kushika kasi, ikaibuka hoja nyingine ya pili ya ugandamizaji, ikielezwa kwamba serikali ya Iran imekuwa inawagandamiza wananchi wa eneo hilo na hasa katika mji mkuu wa Tehran ambako maandamano yalikuwa ni makubwa, na wakisema kwamba ugandamizaji huo unakuja kwa sababu watu wanauawa. Katikati ya maandamano hayo akaibuka rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba yupo tayari kuchukua hatua za kijeshi kwa kile alichokita kwamba ni kwenda kuwaokoa waandamanaji wanaouawa, na taarifa zinasema ni takriban waandamanaji 2400 na zaidi wameuawa katika maandamano hayo. Sasa kauli ya Marekani ndio ambayo imeibua mjadala na inatuweka hapa kwamba kitendo cha Marekani kusema kwamba anaweza akachukua hatua za kijeshi dhidi ya serikali ya Iran kwa kile anachosema kuwaokoa waandamanaji kinaibua hoja kwamba je, kuna nini ambacho moja kwa moja kinamhusu Marekani mpaka atoe kauli hiyo? Lakini hali hii ya maandamano pengine kuna hoja ambayo imejificha na haioneshwi ama haionekani dhahiri. Mimi ni Raymond Nyamwihula, karibu katika mjadala huu katika kipindi cha Chekeche, uchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa. Tunaye Ibrahim Rahbi, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye katika eneo la Mashariki ya Kati amekuwa akilifuatilia kwa ukaribu zaidi. Rahbi, karibu sana. Shukran bwana. Maandamano haya ya Iran yana sura kama tatu hivi. Yale waandamanaji wakubwa ni hao ambao wanaipinga serikali, lakini wakati wakiendelea na maandamano wakaibuka kundi lingine la wale ambao wanasema wanaiunga mkono serikali. Maandamano mengine ambayo yamejitokeza ni yale wakati watu wanaenda kufanya maziko ya wapendwa wao. Hali hii yote inaashiria nini nchini Iran? Kwanza waandamanaji wa awali ambao tunaweza kusema walianza Disemba 28, mwisho wa mwaka kabisa, walikuwa ni waandamanaji ambao walikuwa wakilalamikia kuporomoka kwa sarafu. Ukiangalia maandamano yani kwenye scratch, yani yalipoanzia, utaona ni wafanyabiashara wanaoagiza nje ndio walianzisha mgomo, manake walifunga maduka, wakasema kuwa hatuwezi kuagiza nje kwa sababu sarafu imeporomoka sana dhidi ya dola, ikawa haikai, ni vigumu sana kuagiza. Kwa hiyo hao ndio tuliwashuhudia waandamanaji wa awali kabisa. Baadaye wakajiunga waandamanaji wengine waliokuwa wakilalamikia mfumuko wa bei, lakini kuna madai ambayo yakaja kuwa ufisadi. Takriban siku 3 mpaka 4 maandamano yaliyokuwa barabarani yalikuwa ni maandamano ya hali ngumu ya maisha, kabla hayajageuka yale maandamano kuwa maandamano ya kisiasa ya kupinga utawala na kuanza ile tafsiri ya kuwa tunataka mabadiliko, hatutaki huu utawala. Kwa hiyo hicho ndio kilichoshuhudiwa hapo awali, lakini maandamano yakachochewa kabisa kwa nguvu baada ya kuonekana sauti inayotoka kwa Marekani na Israeli kuyasapoti maandamano ya ndani, kwa sababu Israeli kupitia baadhi ya mawaziri akiwemo waziri wa mambo ya nje, akiwemo waziri wa usalama wa taifa, akiwemo Netanyahu alitoa hotuba kabisa kuambia watu wa Irani waingie barabarani, kwa watawasaidia. Lakini taarifa ambayo ilichapishwa na Mossad walisema kuwa tuko pamoja na nyinyi, na sisi tunafanya kazi pamoja sambamba. Lakini Eli Cohen na pia kutoka Israel walisema kuwa tuna mawakala wetu ndani ya Irani ambao wanafanya hicho kitu. Trump akathibitisha anaunga mkono waandamanaji, na tukaona viongozi mbalimbali wa magharibi, ulimwengu wa magharibi wakiunga mkono maandamano yale, na ndio hapo maandamano yaligeuka kuwa maandamano ya vurugu. Maandamano ya fujo. Tukaanza kuona sasa ile ambacho tulikuwa hatujakishuhudia awali, uchomaji wa miundombinu. Tukaona wanachoma misikiti, wanachoma vituo, wanachoma magari, wanachoma nini, lakini taarifa zikaja kuwa kuna vifo vinavyotokea. Kwa taarifa ya serikali ikaonekana kuwa kuna watu inawakamata wanamiliki silaha, kuna magenge yalipenyezwa yakawa yamemiliki silaha. Kwa hiyo ndivyo maandamano yalivyogeuka, na ndio taswira kama moja kwa moja na Irani wakaja kuzima
mtandao kwa jumla. Kwa hiyo baada ya kuzima mtandao wakatoa amri ya watu kutoruhusiwa kukaa mtaani, na ndio umetaja namba ya 2000 inatajwa. Unajua vyombo vya magharibi vinataja namba vinavyotaka, mwingine anakuambia 10,000, mwingine 12,000. Kuna chombo kimoja cha Marekani kimesema 20,000. Vyote yani hakuna evidence, lakini kila mtu anakadiria anachoweza kutoa namba ya kuwa vifo viko kiasi gani, lakini vifo nimeona ni kati ya 2,000 na 3,000. Sawa sawa. Katika maandamano haya kuna vitu umevigusa ambavyo pia vinatengeneza mjadala kwamba inaweza ikaaminika kweli waandamanaji wa Iran wenyewe wakaingia kwenye maandamano wakiwa wana silaha, na je, inawezekana wa Iran wenyewe wakaingia kuandamana wakachoma misikiti? Ni vigumu sana kwa hilo kutokea kwa wa Iran wenyewe, na inarudi pale pale kwenye taarifa ambayo mamlaka ya Iran ilitoa, ikasema kuwa katika kundi kubwa la waandamanaji waliokamatwa wakiwa na silaha, wengi wao wanakuwa sio raia wa Iran. Wanataja labda wa Azeri, wa Armenia na wengine, yani wa Afghanistan, kutoka nchi, yani inaonekana kama vile labda kulikuwa kuna mawakala wametumika kuingia, lakini hili ni swala ambalo Iran linawasumbua muda mrefu. Unakumbuka 12 days war ile ya June, Iran pia ilikamata mamia ya watu ambao wengi pia ilitaja kuwa ni raia wanaotoka nje, sio wa Irani, kwa sababu kwa kawaida wa Irani hawawezi wakachoma misikiti yao. Yani unajua namba ya misikiti iko juu ya 300 ambayo imehusika, hospitali zaidi ya 400 zilizoshambuliwa, lakini hata ukiangalia maafisa usalama zaidi ya 108 waliuawa. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa haya maandamano kama imefikia maafisa usalama 100 kuuawa, maana yake kuwa kuna waandamanaji walikuwa na silaha, ndio maana imefikia vile wakawa wanawashambulia, yani kuwa mpaka kufikia namba hii kuuawa, huku na raia wakiwa wamekufa zaidi ya 3,000 na kitu ya kwenda. Kwa hiyo unaweza ukapata jibu tu kuwa ndani ya maandamano, na hili huwa ninalisema kuwa unapokuwa na chako unadai, kuwa makini sana, kwa sababu kuna mtu ataingilia unachokidai, halafu ataingia na ajenda yake, halafu wewe utaamini tuko pamoja, lakini baada ya kutimiza ajenda yake wewe anakuweka pembeni. Nilitoa mfano kwa kilichotokea Venezuela. Ukiangalia wanaharakati wa Venezuela, ukiangalia wapinzani wa Venezuela kina Maria Machado, walikuwa sambamba na ulimwengu wa magharibi na Trump katika kufuatilia kile cha ndani, na walikuwa wanasema hakuna uhuru, hakuna demokrasia, hakuna siasa, hakuna chochote hatuwezi kufanya. Lakini Marekani walivyomchukua Maduro, Trump anasema nitafanya kazi na nani? Na Desi Rodriguez. Lakini Trump alikuwa na Maria na wenzake wakati wanakwenda kwenye. Kwa hiyo wakati unaingia kutafuta chako uwe makini. Nimesema mara kadhaa kuwa raia wa Irani wanayo madai halisi kabisa, kama vile rais wao anakubali, Masoud Pezeshkian anasema kabisa kuwa hawa raia wetu wanayo madai halisi, zipo hoja wanazo. Na hata walivyodhibiti maandamano akasema kuwa tunaruhusu maandamano, lakini tunateua viwanja vya wazi ambavyo viko wazi, wale wenye madai waende wakafanya maandamano yao kwa usalama bila kufanya uharibifu. Sisi tunadhibiti wanaoleta vurugu na wanaochoma na wanaofanya uhalifu, ndio tunachodhibiti, kwa hatuzui. Kwa hiyo anasema, anaziagiza mamlaka, anasema mamlaka lazima zisikilize madai halali ya waandamanaji. Kwa hiyo unarudi kusema kuwa ndani ya Irani serikali yenyewe inatambua waandamanaji wana madai halisi kabisa, lakini ndani ya madai yao ndio kunatembea zile ajenda. Unajua ajenda iliyokuwa ya 12 days war ile June, wakati Israel anaanzisha mashambulizi Irani, alisema ni rising lion. Rising lion, kumuhuisha simba. Simba alidondoshwa toka 1979 wakati kina Shah aliondoka. Ile bendera ya Irani zamani ilikuwa na simba na jua. Hiyo ilikuwa ni ya ufalme wa kina Pahlavi. Sasa mwaka 79 ilivyodondoshwa, wakaasisi hii bendera ambayo wako nayo hivi sasa. Ina neno imeandikwa Allah katikati. Hii bendera ya Iran maana imeandikwa Allah katikati. Sasa hapo katikati alikuwepo simba kabla ya mabadiliko. Sasa ile rising lion ni kumrudisha simba. Ajenda ni kumrudisha simba. Kwa hiyo kuna ajenda ya watu wa Irani, tunataka mabadiliko, tumechoka utawala, lakini hatutaki kuingiliwa kutoka nje. Nadhani nimeliona sehemu mbili mara hii katika kipindi hiki. Nimeona Iran walichokifanya, nimeona Venezuela. Unajua Venezuela baada ya Marekani kumshikilia rais wa Venezuela Maduro walivyomshikilia, wale wapinzani wa ndani wa Venezuela walikuwa wakimpinga Maduro, wakaandamana sambamba na wanaomuunga Maduro mkono kule kwenye miji ya Caracas na miji mingine ya Venezuela, wakitaka achiliwe, kwa sababu wanasema kuwa sisi kweli hatumtaki Maduro, lakini hatutaki kuingiliwa kutoka nje. Yani kuwa hatutaki kuja kukaliwa, baada ya Trump kusema kuwa sisi tutaicontrol Venezuela. Wakaona kumbe ukoloni unarudi, wakakataa. Kwa hiyo na Wairani
Ndio maana unaona wa Irani hata ukiwasikiliza wanavyofanya interview, wanahojiwa, wengi wanasema kuwa tunajua tuna matatizo ya ndani, lakini hatutaki kuwa koloni la nchi yoyote. Kwa hiyo tunaweza tukayatatua matatizo yetu wenyewe. Umemtaja Rais Trump ambaye tuingie moja kwa moja tumwangalie naye, kwa sababu ananyoshewa mkono ama anatajwa moja kwa moja kwenye sakata hili, na baada tu ya kusema ile kauli yake kwamba wao wataenda kuwaokoa waandamanaji wanaouliwa na mamlaka za Iran. Baada ya kumchukua Rais Nicolas Maduro kule Venezuela na kumpeleka Marekani na kumshtaki, baadhi ya duru zilisema kwamba Iran inafuataje. Kila mtu alibaki kama na fumbo lake, ajui nini kitatokea. Yakaja maandamano, ilikuwa inaendelea maandamano, Trump akatoa kauli. Swali linalokuja hapa ni kwamba yeye anaumizwa na nini na kinachoendelea Iran mpaka atoe kauli kama hii, tena akisema wanaweza wakatumia nguvu ya kijeshi. Aliuliza mwanaharakati wa Marekani Charlie Kirk kabla hajauawa. Charlie Kirk aliuawa Septemba mwaka jana, unakumbuka, akiwa kwenye mdahalo. Charlie alikuwa ni mwanaharakati ambaye akiwa right wing, mrengo wa kulia, ambao alikuwa sana anaisapoti Israeli kwa kila kinachoendelea. Baadaye Charlie akawa kama amebadili toni, sauti zake zilikuwa zimebadilika sana, kuwa kwa nini Israeli, kwa nini tunaisapoti. Aliwahi kuhoji Marekani inaingia kwenye vita na Irani kwa maslahi ya nani? Kwa sababu Irani hawajatutisha sisi kama Marekani, wala Irani sio tishio kwetu. Kwa hiyo Marekani anasema kumbe tunatumia mabilioni ya dola kwa ajili ya Israeli kuingia Irani. Kwa hiyo Charlie Kirk alihoji hilo swala, lakini kilichotokea kwa Charlie Kirk watu wote wanakijua. Hakuchukua muda mrefu baadaye aliuawa. Na vyombo vya habari na Wamarekani wengi walishutumu Israeli kwenye kifo cha nani? Cha Charlie Kirk. Kuwa hata Netanyahu alikanusha mara kadhaa kuwa Israeli haihusiki na kifo cha Charlie Kirk, lakini mienendo ya Charlie baada ya kuanza kubadilika, kuwageuka wenzake, akawa anazungumza kinyume nyume, ndio iliwafanya watu wahisi kuwa huenda labda kuna watu wamehusika, maswali yakawa mengi. Sasa kwa nini Marekani Irani? Marekani ana vitu viwili. Ana ile kauli ambayo kama alisema Venezuela Trump kuwa waturudishie walichotuibia. Unajua kabla ya hapo Marekani alikuwa amewekeza Venezuela, kabla ya Hugo Chavez. Makampuni mengi ya Marekani yalikuwa yameenda kuwekeza kwenye mafuta, na mpaka mwaka 90 unajua Venezuela ilikuwa inaingiza mapipa wastani milioni 3 kwa siku kwenye soko la dunia. Ilikuwa ni idadi kubwa sana ya mafuta wakati huo. Maanake sasa hivi unaweza kusema hii 2026 Saudi Arabia anapeleka pipa milioni 11, ambayo kuna wakati alikuwa akifuatiwa na Urusi kabla Urusi hajatolewa kati ya milioni 10 na kitu. Sasa kiwango cha mapipa milioni 3 kwa mwaka 90 kilikuwa ni mafuta mengi sana aliyokuwa anazalisha. Hugo Chavez alivyoingia 98 akaondoa makampuni ya Marekani, futa akarudisha uchumi wa kijamaa, kuyaondoa makampuni. Trump akasema kuwa wametuibia mali zetu, ni lazima waturejeshe. Hali kadhalika Irani, baada ya Marekani kuongoza mapinduzi ya mwaka 53 kumwondoa waziri mkuu Mohamed, wakamweka Pahlavi na ufalme, Marekani wakawa wakifyonza vizuri na nchi za magharibi wanavuta vizuri mafuta ya Irani na wakawa wanafaidika nayo. Kwa hiyo walifanya uwekezaji kutoka ile 53, walifanya uwekezaji mkubwa, wakawa wanachukua mafuta, mali, kila kitu. Irani ni moja ya nchi yenye reserve kubwa zaidi ya mafuta na gesi duniani. 79 mapinduzi yakatokea, kwa hiyo makampuni ya Marekani yote yakataifishwa yaliyokuwa kule, lakini na mengine yaliondolewa. Hicho ni kimoja ambacho Marekani anakumbuka kuwa niliacha vitu vyangu, yani kuwa ni halali yangu kule. Lakini kuna jingine ambalo nimekuwa nikilizungumza mara nyingi, kuwa ukubwa wa Mashariki ya Kati, ambao hili sasa linaakisi kutoka kwa Israeli moja kwa moja, kuwa Israeli anaamini mpinzani wa ukweli pale Middle East ni Iran. Renki za namba za ukubwa wa majeshi Mashariki ya Kati utapata Uturuki, halafu Irani ni jeshi kubwa, halafu inafuata Israeli. Yani kwa namba Irani bado jeshi lao ni kubwa zaidi, unaweza kusema. Sasa Irani na Israeli ugomvi wao ni kuwa, je, Irani anataka kumiliki nyuklia? Na Irani mpaka leo toka mabadiliko ya 1979 hawaitambui Israeli kama Israeli uwepo, yani wanasema ni maeneo wanaoyakalia. Irani ya kwanza wakati Israeli inaasisiwa, yani ile ya 1948, Irani ilikuwa nchi ya kwanza Middle East kuitambua Israeli, lakini walikuja wakabadilisha baada ya mapinduzi kuwa hawaitambui Israeli. Sasa Israeli na Irani ni nchi ambayo unaweza kusema wana uhasama. Israeli anatafuta ukubwa wa Mashariki ya Kati, yani aimiliki Mashariki ya Kati yote kwa ukubwa. Sasa kikwazo ni Irani. Kinachomtisha ni kuwa yeye anamiliki nyuklia. Hofu yake ni kuwa Irani akimiliki nyuklia, yeye ile ndoto ambayo unaweza kusema, unajua ndoto ya kufanya Great Israel au ndoto ya kuifanya Israel kubwa haijaanza mwaka 48 wakati inaasisiwa Israeli. Hii iko toka 1800 na wakati wa Zayuni wanaasisi hiki kitu, kwa hiyo ni miaka 100 na kitu. Sasa wanaona
ndoto yao inaweza ikazimwa na Irani kumiliki nyuklia. Lakini kingine kinachowahofisha kuwa uwezo wa makombora wa Irani, anazidi kutengeneza sana makombora ya uwezo wa kujikinga. Maanake kuwa Israeli hesabu zao ni siku moja kuangusha utawala wa Irani, yani hiyo ni hesabu iko wazi kabisa, na Marekani hesabu zao ni hizo. Lakini kama huyu anajiimarisha zaidi, kutafuta magamba zaidi, itakuwa vigumu kumwangusha. Kwa hiyo kuna fursa ambayo mara nyingi wanasema kuwa Trump ni fursa na fursa kwa Israel kote kote, kila mtu anayetaka kutimiza malengo yake. Sasa unaona Urusi anataka kutimiza malengo yake, fursa Trump. Trump Israel wanamuona ni fursa. Kwa hiyo fursa ipo, ndio hicho ambacho kinaendelea, ndio kinachotokea. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, na katika eneo la Mashariki ya Kati pia ni eneo ambalo pia analifuatilia kwa karibu zaidi. Hii ni Chekeche, tunaiangalia Iran na kinachoendelea ndani ya taifa hilo kwa maana ya maandamano, lakini vitu vinavyozunguka katikati ya maandamano hayo na vinatoa tafsiri gani kwa mustakabali wa taifa hilo na uongozi wa Ayatollah Ali Khamenei. Mimi ni Raymond Nyamwihula, tutarejea hivi punde katika sehemu ya pili na ya mwisho. Asante na karibu. Hii ni sehemu ya pili na ya mwisho. Kipindi ni Chekeche, siasa na diplomasia za kimataifa ndizo ambazo tunazichambua leo hii, tukiangalia Iran, taifa ambalo limekuwa na maandamano tangu Desemba mwaka jana, tarehe 29, maandamano ambayo hivi sasa kwa mujibu wa Rais Trump ni kwamba zile vurumai zimeisha, na ndio maana ile kashikashi ambayo alikuwa anataka aifanye kwa nadharia yake ya kwenda kutumia nguvu za kijeshi ni kama anasema ameahirisha, ingawa wengine wanasema inawezekana ni kama watu wanapotezwa upepo, alafu inaweza kufanyika jambo lolote wakati wowote. Tunaye Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa hususan katika eneo la Mashariki ya Kati. Rahbi, wakati tunaenda mapumziko tulikuwa tunaangalia ushiriki wa Marekani, lakini kwa nini sasa kumzonga Khamenei? Wapo wanaoangalia kwamba endapo pengine ile dhamira iliyonao Marekani ikafanikiwa ya kumwangusha Khamenei, ni kwamba haitatikisa tu Irani peke yake, lakini Mashariki ya Kati yote itatikisika. Kwa ushawishi gani uliopo? Bila shaka hilo liko wazi, na liko wazi kwa sababu unajua Irani tangu walivyofanya mapinduzi mwaka 79 wametumia muda mwingi sana kujijenga kijeshi, hasa ukikumbuka kuwa wanafanya mapinduzi 79, mwaka 80 wanaingia kwenye vita ndefu kabisa na Iraq ya miaka 8, wakati Iraq akisaidiwa na magharibi yote kuhakikisha wanaondoa ule utawala, lakini walipigana vita kwa miaka 8 na wakaweza kushinda, wakabaki na nchi yao, hakuna mabadiliko yaliyotokea. Sasa toka wakati huo Irani wamejua kabisa kuwa ni lazima tuwe imara sana ili tuweze kulinda, na ndio maana watu walikuwa wanahoji kuwa je, inawezekana Marekani wakafanya kama walivyofanya kwa Maduro, wakaja wakafanya kwa Khamenei? Ni vitu viwili tofauti sana ambavyo ni vigumu kutokea. Marekani wanaweza wakafanya ambush wakashambulia na wanaweza wakamuua Khamenei, lakini sitegemei Marekani wanaweza wakamchota Khamenei kwa staili ya Maduro, kwa sababu hata kwa Maduro kwenyewe huwezi kusema kuwa ilikuwa ni operation. Unajua ni Delta Force, kuwa ni operation ambayo imesetiwa kuanzia huku mpaka wanakuja wanamkamata wanarudisha. Ule mchezo umechezeshwa ndani. Yani kuna siku Maduro atakuja kuzungumza akipata muda kilichotokea na atatueleza kina nani walimteka, kwa sababu Maduro kwa vyovyote vile alishikiliwa na walinzi wake ambao baadaye walikuja kumkabidhi. Maana yake kwa mchezo umechezewa huku, sio rahisi Rei kufanya. Hebu fikiria Rei, umekaa nyumbani kwako halafu tayari unasikia mashambulizi yametokea, unasikia jirani yako amevamiwa. Hivi unaweza ukatulia ndani mpaka mlango unavunjwa na wewe unakutwa na mkeo kwa hiyo unaweza ukafikiria kuwa hii operation ilikuwa imefanyikaje? Hii operation alipigwa na butwaa kwa kutarajia. Sasa ile unapigwa na butwaa halafu watu wanakuweka kati, wanakuambia hunyanyuki wala uende, watulia hapo hapo. Kwa hiyo unajua kuwa kumbe mission yote imeanzia huku. Kwa hiyo ni watu waliomtuliza, halafu wanakuja wanamkabidhi sehemu na kila kitu kinaendelea, kwa sababu mpaka leo hujui walinzi wa Maduro wako wapi, nani anahoji wako wapi, ilikuwaje, kikosi maalum kilichokuwa kinamlinda kiko wapi, nani aliuawa katika purukushani ile, kwa sababu kama mnamlinda mkuu maana yake mngeparangana, yani ilikuwa tungesikia taarifa kwa kuna. Kwa hiyo unaweza ukajua hiyo picha. So kwa Irani ni nchi ambayo imejijenga sana kwenye msingi wa kijeshi, IRGC with Quds na vingine. Kuna wakati huwa nawaambia, unaona Irani ana uhusiano na Urusi, yani wana ushirikiano. Kama unakumbuka 12 days war, Putin alikuwa kwenye mkutano wa St. Petersburg wa kiuchumi, akaulizwa kuwa rafiki yenu Irani yuko kwenye vita, kwa nini nyinyi hamtoi usaidizi? Akasema tuliwapa ofa ya usaidizi wa kijeshi, walikataa. Hivi
unapewaje ofa na Urusi unaikataa? Yani aje upewe ofa na nchi ambayo ni ya pili kwa ukubwa na jeshi imara na uwezo na kila kitu duniani uikatae? Ni vigumu kuikataa, lakini Irani walikataa kwa sababu wanamjua Urusi ni nani. Hawawezi kuipokea kwa sababu, yani naweza kusema jikoni wako wao. Yani inapofika wao kwenye maamuzi yale ya mwishoni wako wao. Wanaweza wakashirikiana na wewe sehemu zote mpaka kufika seble wako pale wanakuambia chumbani huingii. Huku mipango mingine ni ya kwetu, tunaijua wenyewe. Kwa hiyo ni vigumu sana kwa Irani. Lakini staili ambayo ilikuwa inataka kutumika ya mashambulizi ya kutaka kubadili upepo, nilisema awali wakati maandamano yameshamiri, nikasema kwa navyoijua Irani na watawala wa Irani wanaomba dua, yani wanaomba shambulizi litoke nje. Yani walikuwa wanaomba ima Israeli au Marekani afanye shambulizi ndani, kwa sababu hiyo vita wamejiandaa nayo kwa miaka. Yani tuna uwezo kukabiliana na adui anayetoka nje kwa miaka, lakini adui wa ndani anawasumbua. Yani maandamano ilikuwa ni kipimo cha mwisho kabisa cha uwezo wao kuweza kustahimili, lakini nje ni rahisi wao kupambana. Na hapo ndipo wengine wanajiuliza kwamba katika mazingira kama haya nini ambacho kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei anaweza kukifanya? Ni kile ambacho wanakubaliana. Unajua, Khamenei alishaona kuwa nchi inahitaji mabadiliko toka alivyofariki Ibrahim Raisi. Alifariki mwaka jana nadhani, ile kwenye ajali ya ndege. Iran ikafanya uchaguzi. Ilipofanya uchaguzi, unajua Masoud Pezeshkian, huyu rais wa sasa, sio right wing. Yeye sio wa mrengo wa kulia, ni mrengo wa kati. Lakini wakati anagombea kwenye nafasi, aligombea na wagombea wa mrengo wa kulia wawili. Wa Irani hawakuwapigia kura wale wagombea wa mrengo wa kulia, walimpigia Masoud wakifahamu kabisa Masoud ni centrist, yani mtu wa mrengo wa kati ambaye kuwa wanafahamu kuwa tunahitaji kuconnect na dunia ili tutatue baadhi ya matatizo. Irani inakumbwa na nitakupa mfano mmoja. Wakati wa Barack Obama aliingia makubaliano yale ya JCPOA mwaka 2015 ambayo ilikuwa na ugomvi mkubwa na Israeli, ambao 2018 Trump alikuja kuiondoa Marekani kwenye makubaliano. Nakupa mfano wa kitu kimoja tu ambacho Irani walikuja kuagiza. Mfano, Rais Ibrahim Raisi alifariki kwenye ajali ya ndege. Vyombo vya ndani vikashutumu sana kwa sababu walikuwa wanatumia ndege za kizamani ambazo hazina vipuri. Hawawezi kuagiza kwa sababu wana vikwazo. Kwa hiyo wanatengeneza zile ndege. Kwa hiyo ikatajwa kuwa ajali hii ilihusishwa kwa sababu kuna vikwazo vya Marekani ambavyo vimesababisha hata hawawezi kununua vipuri. Katika kipindi cha miaka mitatu ambayo Irani ilikuwa kwenye makubaliano ya JCPOA, shirika la anga la Irani liliagiza ndege ambazo zilikuwa ndege zaidi ya 100 ambazo zilikuwa zinatakiwa ziingie Irani. Mpaka Donald Trump anakuja kuitoa Marekani kwenye makubaliano, Irani ilikuwa imepokea ndege 3 tu. Kwa hiyo unaweza kuona uhitaji wa dunia. Kwa hiyo huyu kiongozi mkuu yeye alishajua kuwa hawa watu wanataka mabadiliko. Ndio maana alivyoingia tu Rais Masoud Pezeshkian, kama unakumbuka, aliuawa Ismail Hania kwenye kuapishwa kwake. Wakati ameuawa Ismail Hania, wakati Irani inasema tunafanya Promise 2, kwa sababu Promise 1 ilikuwa ni mashambulizi ya Israel yaliyopiga ubalozi wa Irani kule Damascus. Ndio Ibrahim Raisi akajibu kuipiga Israeli. Kwa hiyo ile ilikuwa ni Promise 2. Irani wakasema tunataka turudi Promise 2. Na Rais Masoud Pezeshkian ndio anaingia ofisini, anapewa ofa ya mazungumzo na Westin, ila msishambulie. Alikuwa anagombana sana na utawala, akamwambia jamani, tusishambulie. Hiki kitu tunachokitafuta tungekitafuta hata miaka 5 ndio wangekubali kuja kukaa, lakini mara hii tayari wao wametuletea mezani tuzungumze. Lakini watawala wakasukuma wakasema lazima tutimize ahadi. Sawa, naona muda wetu unatukimbia, lakini kwa kumalizia, kwa ufupi tu, kuna vitu vile vimetokea Parabi. Marekani imeshuhudiwa na misha baadhi ya maafisa wake kwenye kambi muhimu za Mashariki ya Kati. Wakati huo Irani anafunga anga lake. Maana yake ni nini kwa kumalizia? Hiyo ilitokea kama siku 3 zilizopita, kwa sababu ya ile kulikuwa kuna pressure ya mashambulizi ambayo kuwa huenda Marekani wangefanya mashambulizi. Marekani ilituma ndege kutoka kwenye kambi ya Honolulu kule Hawaii, zikaja Diego Garcia, zikatumwa ndege nyingine zikaenda Al Udeid, kambi ya Qatar, lakini kwa kuna tangazo la kuondoa maafisa pamoja na baadhi ya ndege, lakini ndege zilizokuwa kwenye kambi ya Jordan, kambi ya Iraq pia ziliondolewa na maafisa kadhaa waliondolewa. Na hata ndege, taarifa zinaonekana hata ndege ya waziri mkuu wa Israeli iliondoka ndani ya Israeli, haikujulikana ienda Ugiriki au ilienda Cyprus, iliondoka. Kwa hiyo kulikuwa kuna pressure kubwa, hata Irani akafunga anga kwa 5 hours kwa kuzuia, kwa kusema kuwa tunajiandaa wakati wote tokea. Alafu ghafla ikaja taarifa kuwa Donald Trump amesitisha mashambulizi ya Iran katika kile ambacho kiliandikwa na vyombo vya habari vya Mashariki ya Kati kuwa Saudi Arabia, Oman na Qatar walimwambia ukigusa Iran umeunguza Mashariki ya Kati yote, yani patavurugika. Lakini baadaye mchana
taarifa zilizoandikwa mfano na Wall Street Journal, The New York Times zilidai kuwa Waziri Mkuu Netanyahu ndo alimwambia Trump, usishambulie Irani, hatujajipanga, hatuwezi kuidhibiti hivi sasa ikija. Kwa hiyo hizo taarifa zote zimeandikwa na vyombo vya habari. Kwa hiyo hilo likaishia hapo. Trump akaja na taarifa anasema kuwa nimehakikishiwa hawatowanyonga wale wakamata, kwa hiyo tumesitisha kwa muda mashambulizi. Lakini hiyo ni Marekani. Hiyo ni Marekani. Ndivyo ambavyo Ibrahim Rahbi anamalizia mjadala wake na hoja ambazo ametushirikisha kwenye kipindi hiki. Asante sana kwa kuwa nasi katika mjadala huu Rahbi, na pia nakushukuru kwa nawe. Shukrani. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa kimataifa na hasa eneo la Mashariki ya Kati, ni eneo ambalo analifuatia kwa karibu sana. Mimi ni Raymond Nyamwihula, tukushukuru sana kwa kuwa nasi. Tukutane tena wakati mwingine na mjadala mwingine zaidi ya huu ambao tumefanya hivi sasa. Tafadhali endelea kuiangalia UTV.